Na mtazamaji wangu, kuna picha hii ambayo mwanablogu Cyprian Nyakundi ameweza kuchapisha akizungumzia hali ilivyo katika Jamhuri ya Tanzania, na nitaweza kunukuu: "This hour Tanzania street remain empty ahead of 9th 12th 2025 protest." Naam, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ni kipi kinachozidi kupangwa na vijana Gen Z ili kufanya maandamano ya kushutukiza? Sote tunafahamu kwamba kile ambacho vijana Gen Z wameweza kuzungumza sana katika mitandao ya kijamii kiliweza kusababisha maeneo ambayo watakuwa wakipatana na kukusanyika kwa ajili ya zoezi la maandamano. Maafisa wa polisi hivi sasa wameweza kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea na ripoti hii, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, hoja ya kwanza iliyoweza kuchangia kwa hali hiyo ni hofu ya kukamatwa na vyombo vya usalama, kwani hivi sasa mtazamaji wangu, vyombo vya usalama vipo kwa idadi kubwa mno kulinganishwa na jinsi ambavyo vijana Gen Z hawakuwa wakitarajia. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza, siku ya jana tumeweza kushuhudia maeneo ambayo Gen Z waliweza kuyatangaza wataweza kujumuika ili kuanzisha maandamano yao. Na mtazamaji wangu, kuna uwepo mkubwa wa polisi na vikosi vya usalama katika maeneo maalum ambayo vijana Gen Z waliweza kuwa wakizungumzia katika mitandao ya kijamii watakuwa wakijumuika kwa ajili ya maandamano ya leo hii. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kuonekana kuwa uongozi rasmi umeweza kujiandaa kukabiliana na uongozi ama kukabiliana na maandamano ya vijana Gen Z kwa njia moja ama nyingine, hatua ambayo inazidi kulemaza pakubwa maandamano hayo ya vijana Gen Z kung'oa nanga. Vile vile mtazamaji wangu, vijana Gen Z kuna jambo ambalo wanazidi kulihofia kutumiwa dhidi yao, kwani uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa unafahamu nguvu ya vijana Gen Z ipo katika mitandao ya kijamii. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, iwapo kutakuwa na kuzimwa kwa mitandao ya kijamii ama kupunguzwa kwa kasi, basi moja kwa moja kutakuwa na idadi kubwa ya vijana Gen Z ambao wataweza kuathirika, na hii hapa ndiyo sababu kuu ambayo inazidi kuchangia vijana hawa wa Gen Z kutoweza kushiriki maandamano hadi hivi sasa na kuendelea kutafuta mbinu mbadala. Mtazamaji wangu, pia kuna taarifa za kuzimwa kwa mitandao ya kijamii, jambo ambalo vijana Gen Z hawajaweza kulifurahia kamwe. Pia kuna propaganda za taarifa za kupotosha, jambo ambalo idadi kubwa ya vijana Gen Z wanashindwa kuziamini kutokana na jinsi ambavyo hali iliyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila vijana hawa Gen Z wanazidi kuamini kile walichokuwa nacho na kubaki na msimamo ya kwamba leo hii kutakuwa na maandamano ya amani ambapo watakuwa wakijumuika wao pamoja na baadhi ya vijana Gen Z waliokuwa katika maandamano yaliyoweza kupitwa na kupigwa risasi huku wakipata majeraha. Pia kwa njia moja ama nyingine watakuwa wakijumuika pamoja na familia za wapendwa walioweza kupoteza jamaa wao katika maandamano yaliyoweza kupita, hatua ambayo inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi wa serikali ya awamu ya 7, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo maelfu ya vijana Gen Z waliweza kupoteza maisha katika maandamano yaliyoweza kupita. Hivyo basi umati huo utakuwa ni umati mkubwa na utaweza kufanikisha zoezi lao la maandamano ya amani kwa njia moja ama nyingine. Watakuwa na mabango yatakayokuwa yakililia haki, pia kuomba mabadiliko yaweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7, jambo ambalo hivi sasa pia mataifa ya kigeni yanazidi kushinikiza uongozi huo wa serikali ya awamu ya 7 uweze kusikiliza vilio vya wananchi siku baada siku kutokana na jinsi gani ambavyo
wanazidi kuomba Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake kufanya mabadiliko. Na mtazamaji wangu, pia kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa usalama umeweza kudorora kidogo kutokana na baadhi ya vyombo vya usafiri kusitishwa kutosafiri. Hivyo basi itakuwa sio salama kwa mtu binafsi kuanza kutembea kutoka eneo moja hadi lingine, jambo ambalo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo tuliweza kushuhudia wakati wa maandamano ya vijana Gen Z yaliyoweza kupita kipindi, na wakati ambapo kuliweza kuwa na wanabodaboda kwa idadi kubwa kubeba watu 2 watatu ili kuongoza msafara wa maandamano. Hivyo basi kutokana na leo hii hali ya usafiri kuwa tata, na iwapo yoyote yule ataweza kupatikana kuchukuliwa hatua, huenda imeweza kulemaza pakubwa maandamano ya vijana Gen Z kung'oa nanga hadi hivi sasa. Kusafiri katika maeneo maalum ambayo yalikuwa yameweza kuratibiwa na vijana Gen Z waweze kujumuika kwa ajili ya kuanzisha zoezi la maandamano yao ya amani leo hii tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, pia kuna jambo jingine ambalo limeweza kuchangia na kulemaza hivi sasa vijana Gen Z kuonekana bado kuanzisha maandamano yao ya amani. Kwanza kabisa ni mgawanyiko ulioko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani baadhi ya vijana Gen Z waliokuwa wameweza kushiriki maandamano ya hapo awali baada ya kikao kilichoweza kuitishwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wa serikali ya awamu ya 7, moja kwa moja kuna mabadiliko yaliyoweza kufanyika, na hata baadhi ya vijana hawa Gen Z kuamini walichokuwa wameweza kuagizwa kukifanya katika baraza ama nafasi za ubaraza ili kushiriki mahojiano ama mazungumzo, kueleza dhumuni na sababu kwa nini walikuwa wakiandamana. Hivyo basi hiyo imeweza kupunguza baadhi ya idadi ya vijana Gen Z kushiriki maandamano, ila kwa haraka ningependa uweze kufahamu baadhi ya sababu ambazo vijana Gen Z watakuwa wakiandamana leo hii. Kwanza kabisa, kulilia uhuru kwa vyombo vya habari, uhuru kwa udemokrasia, pia kuweze kuwa na siasa sawa katika vyama vya kisiasa, na sio kile kinachozidi kushuhudiwa chama Chadema kukanyagiwa kisiasa. Kwa njia moja ama nyingine, uongozi ama viongozi wanaozidi kupinga na kukosoa serikali ya awamu ya 6, awamu ya 7 waweze kuachiwa huru. Hapa hivi vijana Gen Z wameweza kulenga pakubwa kina Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine itaweza kuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila muhimu kabisa ni vema iwapo utaweza kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.